Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Je, unajua unaweza kawa ni muumini mzuri lakini ukawa ni mwiba nyumbani kwako na kazini, au kawa mtaani watu watamani kukuona, wanatamani hata wakuhamishe, lakini kanisani wewe ni wa kiroho sana. Leo hapa Patakatifu Media tunatafuta suluhisho la kimaandiko la kuishi pamoja na watu, kuanzia kwenye kitanda unacholala, nyumba unayoishi, majirani wanaokuzunguka, kanisa unalosali, na popote utakapokutana na mwanadamu mwenzako. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa neno la leo. Acha mtoto wako abarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Tunaanza moja, uhusiano kati ya mume na mke. Mume na mke. Tunaingia chumbani kati ya mume na mke. Wakolosai 3:18 mpaka 19. Anatoa maelekezo, wake wawatii waume. Enyi wake, watiini waume wenu. Na waume wanapewa maelekezo, wapendeni wake zenu. Maneno haya si mara ya kwanza, Mungu ameshaeleza mahali pengine. Kusoma Waefeso 5 mstari wa 33, anasema, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, naye mke amstahi mume wake. Biblia inatoa mwongozo ambao utakusaidia ndani ya familia yako. Tunaingia ndani ya chumba chako, master bedroom, jinsi ya kuikontrol ili anga hewa la kimungu liwepo na upendo zidi kushamili. Ili kitu hiki kiweze kuwa na faida, ufunguo wa baraka zilizofichwa ndani ya familia yako, wa amani na upendo ndani ya nyumba yako, ni mke amtii mume na mume ampende mke wake. Biblia inamwambia mwanamume asiwe na uchungu na mke wake. Biblia kitabu cha Malaki kinasema, mwanamume usimtende kwa hiana, usimfanyie hila mke wako. Vitu hivi vitaongeza ladha ya ndoa. Vitu hivi vitaongeza ladha ya familia. Vitu hivi vitakusababisha unapoona muda umeenda kazini, kama umechelewa kwenda kuona familia yako, kwa sababu mnaishi katika kanuni za hadhi ya kimbingu, za mwanamke kumtii mwanaume na mwanaume kumpenda mke wake. So ili mwanaume ukidhi viwango vizuri vya kumpenda mke wako, lazima uruhusu upendo wa Kristo utawale moyo wako kwanza. Hakutakuwa na ile kulazimisha, una kitu chako na kilazimisha sana, unaangalia kwa wakati huu, ngoja nisikilizie kidogo. Hata hivyo huyu mwanamke aisho kisema kiko sahihi. Achana na propaganda za kifeminist za dunia ya sasa, new age propaganda za kwamba kumtii mume wako ni kama vile wewe umekuwa mtumwa. Hapana, nakataa. Ni hekima ya kimbingu ambayo ilitumika kama kanuni ya asili hata kwa wazazi wetu wa zamani, kabla hata ya dini hasijafika huku Afrika na maeneo mbalimbali, na zilipunguza migogoro mingi katika familia. Elimu nyingi ya kumfanya mwanamke kuinuka juu, mwanamke kujifanya mjanja, kuleta shida kwenye familia, zimeleta migogoro na magomvi mengi katika familia zetu. Na ndio maana kiherehere cha Eva, mama yetu wa awali, cha kuvuka na kwenda kuchukua matunda bila kumshirikisha mume wake, ni kutokutii, kumetuletea shida. Leo magomvi mengi ndani ya familia ni pale ambapo mwanamke atavuka na kufanya mambo bila kumtii mume wake. Lakini mume kumpenda mke wake sio hisia, ni agano la kifo. Unapojitoa kumpenda mke wako, haumpendi kwa sababu anapendeka, unampenda kwa sababu umechagua kumpenda, unamstahi hata katika mazingira ambayo ni magumu. Na mwanamke haumpendi mume, haumtii mume wako kwa kila kitu. Biblia imetoa maelekezo, kama Bwana, kama unavyomtii Yesu,
kama unavyomtii Yesu. Kuna wakati unaweza ukaambiwa ufanye jambo ambalo liko kinyume kabisa na mambo ya Mungu, hilo unakataa. Mtii mume wako kama unavyomtii Bwana. Utagundua connection kati ya mume na mke ndani ya chumba, ndani ya nyumba, ndani ya familia ni Yesu. Mwanaume mwenye Yesu rahisi sana kumpenda mke wake. Mwanamke mwenye Yesu rahisi sana kumpenda mume wake. Kwa utagundua usimtoe Yesu nje ya familia. Ukimtoa Yesu nje ya familia, umetoa amani, umetoa vicheko, umetoa furaha, umetoa upendo. Mkumbushane mwenzako, akirudi nyuma mtie moyo arudi kwenye mstari. Ukishinda vita vya chumbani kwako, utakuwa umeshinda nusu ya vita vyako vya kiroho. Lakini pointi ya pili ni uhusiano kati ya wazazi na watoto. Uhusiano kati ya wazazi na watoto. Kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 20 mpaka 21 anatoa maelekezo watoto wawatii wazazi, na wazazi hawajaachwa hivi hivi. Wazazi wamepewa maelekezo wasiwachokoze watoto. Wewe mzazi, usimchokoze mtoto wako, usimchokoze mtoto wako, lakini mtoto naye amtii. Kimsingi hii ni moja ya amri ya Mungu katika zile amri 10 za Kutoka 20, tuweze kuwapenda wazazi wetu na kuwatii na kuwaheshimu. Anasema hiyo ndio amri yenye ahadi ndani yake, kwamba Bwana atakuongezea siku za kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ni amri ya Mungu. Mithali 22 mstari wa 6 tunazungumzia mahusiano kati ya wazazi na watoto. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto. Sasa neno mlee linaweza likakuchanganya kidogo, sababu unajua mlea ni kule kulea lele mama. Kwa lugha ya Kiingereza baadhi ya tafsiri inasema train up your child, mfunze mtoto. Maana yake kuna vitu utamkataza, kuna vitu utamwamuru kwa sababu yeye ajui matokeo yake, wewe unajua matokeo ni mazuri, kwa kabla hajajua unamforce avifuate. Hii ndio alikuwa nayo Ibrahimu. Aliamuru familia yake iende njia ya Bwana. Mungu akasema, wewe mtu mzuri sana, nitakukabidhi mafaida mengi sana kwenye maisha yako. Train mtoto. Train mtoto kumpenda Mungu. Train mtoto kufurahia familia. Train mtoto kuwa mzalendo kwenye mambo ya familia. Train mtoto. Train mtoto kuomba, kusoma neno. Train mtoto. Usiwekeze hela nyingi kwenye elimu ya dunia ambayo mwisho wa siku bila Mungu itamfanya kuwa mpumbavu tu, itamfanya kuwa mtoto asiye na faida. Malezi ni uwekezaji. Wazazi tunapewa maelekezo. Tusimchokoze mtoto kwa ukali uliopitiliza. Kuna wakati mwingine unakuwa ni mkali kama gaidi, ukikaa watoto wanakimbia kama panya, kila mtu njia yake. Unawachokoza, unawatia hofu. Wakiwa watu wakubwa watashindwa kufanya vitu vizuri. Jenga nao rafiki, wape mwanya wa kufungua mambo yao. Unaweza kuwa na mtoto unavuta bangi miaka kama 10 uko naye, wewe hujui, kwa sababu hawezi kufunguka kwako. Wewe umekuwa ni simba kwenye familia. Kwa jifunze hii kutokuwachokoza watoto. Unapowatisha unavunja ujasiri wao, unafanya waichukie hata imani yako. Kama Mungu sababu yeye Mungu ni nadharia, bado anamuona kupitia wewe mzazi unasema mcha Mungu. Kama akikuona unajua ndio picha ya Mungu, atamchukia na Mungu. Kwa umemchokoza uchokozi mbaya sana huyu mtoto. Silaha kuu 3 za malezi ni upendo, uvumilivu na utulivu. Usiwe na harara. Wapende watoto wako, mpende mke wako, pende watoto wako, pende mume wako, penda familia yako. Watoto hawajifunzi kwa unachokisema, wanajifunza kwa unachokifanya. Kuwa Mkristo wa kweli mbele ya watoto wako kwanza. Usiwe Mkristo wa kweli kanisani, kwenye vikao na kwenye mambo ya kimungu, lakini nyumbani huku na mambo unafanya ambayo watoto unawaambia mpende Mungu, lakini wewe wanakuona mpende Mungu. Wanajifunza kwa unachokiona, unachokifanya, unachokiongea, unachokitenda kuliko unachokisema. Kwa matendo zaidi ndio yana nguvu ya kugeuza na kubadilisha watoto wako. Wazazi wengi wamewakabidhi watoto wao kwa walimu wa dini makanisani.
Kumbuka, mwalimu wa dini ana control watoto 400. Wewe ndio shule ya kwanza ya kumwandaa mtoto kwa ajili ya mbinguni. Na nashangaa kama una uwezo wa kuthubutu kutoa hela tuition kwa ajili ya masomo ya dunia ya kawaida ambayo mwisho wa siku hayatamfikisha mbinguni, atamfanya tu kwa mstaarabu fulani hivi. Kwani usitoe fedha kwa ajili ya kuleta hata walimu wa kidini, wachungaji na walimu wa watoto kwenye nyumba yako, wakawatrain watoto mambo ya Mungu? Kama wewe unaona uwezo huo huna, kwani usitumie fedha yako kuleta wataalamu wa vitu vya kiroho, ukawalipa hata miezi 3-4 kuandaa watoto wako, pamoja na mambo mazuri ya kanisani wanaojifunza, lakini nyumbani inakuwa ni shule ndogo ya maandalizi ya kwenda mbinguni. Itakuwa na faida kwako, kwa taifa, kwa dunia na mbingu. Pointi ya 3 ni uhusiano kati ya wasimamizi na wafanyakazi. Kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 22 mpaka 25 na 4:1 anatoa maelekezo ambayo kwa wakati wa wakina Paulo ilikuwa ni kati ya mtumwa na bwana. Katika dola ya Kirumi, utumwa ulikuwa ni shughuli halali kabisa. Unaweza na wewe ukamchukua mtumwa ukamnunua akana nyumbani kwako. Lakini hiyo ilikuwa ni mfano wa maisha ya sasa. Unaweza usielewe sana maisha ya sasa. Mistari hii ni wafanyakazi na mabosi wao au wasimamizi wao ambao wanaweza kuwa ni supervisor, superintendent, first line leader, bosi wa kawaida, kiongozi yoyote. Wafanyakazi wawatii mabosi, lakini mabosi na wao wawape haki wafanyakazi. Viongozi wawape haki watu walio chini yao, na walio chini wawatii. Moja ya jambo la ajabu sana, hata watu wa Mungu wakikuona wewe ni mtu wa Mungu mwenzao alafu ni bosi wake, inawezekana hata kwa sababu anakushinda kuchambua maneno ya Mungu, anakudharau, anakuwa hatii. Leo maandiko yanatukumbusha mtii. Fanya majukumu yako ulioambiwa, fanya kwa ubora. Kimsingi mcha Mungu anapaswa kuwa ni mfanyakazi bora wa muda wote, bila kujali ameteuliwa kuwa bora au hajateuliwa, lakini ubora wake ndio unaomuuza. Na kwa nini? Ubora ule ndio ufunguo wa wewe kupitishia neno la Mungu. Kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 10 anasema hivi: lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako. Mfanyakazi, mfanyakazi, lolote, Mhubiri 9:10, mkono wako upatalo kulifanya, usiufanye kilegevu, lifanye kwa nguvu zako zote. Kwa nini? Kwa sababu hata hivyo maandiko mahali pengine panasema utakapokuwa mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine, Bwana atakufanya kuwa mwaminifu kwenye mali zako. Kama ukiwa mwaminifu hapo ulipojishikisha, hapo ulipoajiriwa, hapo unapokwenda kufanya hiyo kazi kwa uaminifu mkubwa, wibi, uchelewi, ulalilali ovyo ovyo, Mungu atatengeneza mazingira na wewe umiliki ofisi, chini yako kutakuwa na watu. Kwa hiyo ni kanuni ambayo lazima uifuate. Usifanye kazi kwa uaminifu kwa sababu watu wanakuona. Hizi ndio kanuni zinatolewa kwenye maandiko. Unafanya kwa uaminifu hata kama hakuna naye kusimamia, kwa sababu wewe usimamiwi na mtu, unasimamiwa na Mungu wa mbinguni. Ndiye anakuona ambaye Biblia inasema niende wapi nijifiche na uso wake. Nikienda chini yupo, nikiingia kwenye mabahari huko yupo. Kwa hiyo mimi nasimamiwa na Mungu napofanya kazi. Kwa zile taratibu kwanza ambazo zimewekwa kwenye maofisi ni ndogo sana kulingana na taratibu ambazo zinanifunga mimi kama mcha Mungu, ni za juu sana. Na ndio maana hakuna fungu hata moja ambalo Yusufu alilisoma nyumbani kwa Potifa, lakini kwa namna alivyokuwa anafanya kazi akiwa na hofu ya Mungu, ambaye alifundishwa na baba yake Yakobo, ambaye akafundishwa na baba yake stori za babu zake wakina Isaka, wakina Ibrahimu. Yusufu alikuwa a better performer, anafanya kazi vizuri kwa utaratibu bora. Nataka nikwambie mafanikio na maendeleo tokea pale katika nyumba ya Potifa alikuwa ni makubwa sana, hata nchi ikamchukua. Hiki ambacho likifanya kwa Potifa ndio kifanye kwa nchi nzima.
Ndio utakapokuwa mwaminifu katika mambo yako na kazi zako na shughuli zako, Bwana atakufanya uweze kuwa mwaminifu kwenye vitu vya juu, vya level ya juu zaidi. Nehemia alikuwa ni mwaminifu sana akifanya kazi kwa Artashasta, King Artashasta, kitabu cha Nehemia pale. Bwana akamfanya kuwa gavana wa jimbo lote la Israeli au Yuda. Bwana huwainua watu ambao wamechagua kuwa waaminifu kwenye eneo ambalo Mungu amewaweka. Kazi inapaswa kufanywa kama ibada kwa Mungu. Kimsingi neno la Kiebrania la asili ambalo lina maana ya ibada, ndio hilo lina maana ya kazi. Lilipotumika kwenye kitabu cha Kutoka kama kazi ya mikono, ndio hilo likatumika kama worship. Kwa mcha Mungu, worship sio tu kwenda kanisani. Worship hata ukiwa kwenye kazi, ifanye kama ibada kwa usafi na utukufu wa juu sana. Kimsingi akasema siku sitafanya kazi. Haufanye kazi bila Mungu, unafanya kazi kama ibada, unachanganya tena na dua. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Danieli, mafunuo mengi tunayosoma kwenye kitabu cha Danieli aliyapata akiwa kazini, ofisini Ikulu kwa Dario kule. Lakini tukumbuke ametenga siku moja nzima ya kumwabudu bila kufanya kazi za mikono. Yaani uaminifu wako kazini ndio mahubiri yenye nguvu zaidi. Kwa hiyo itakuletea mahusiano bora na watu. Tumeanza wewe na mke wako, wewe na watoto wako, wewe na wenzako hapo kazini. Pointi ya 4, uhusiano katika kanisa. Hii ni ya msingi sana. Uhusiano katika kanisa. Kitabu cha Wakolosai 4 mstari wa 2 mpaka wa 3. Anasema dumu katika kuomba, mkituombea na sisi pia. Moja ya chanzo cha migogoro mikubwa ndani ya makanisa, chuki, mabifu kati ya wachungaji na wazee wa kanisa, kati ya wazee wa kanisa na mashemasi, kati ya waumini na waumini, yani vurugu, kuviziana, kufuatiliana, ni kwa sababu watu hawaombeani. Ishara ya kwanza kuona kanisa aliombi, utakuta mle kuna machuki, watu wanafinyana, wanachukiana, wanaviziana. Soma kitabu cha Isaya 59 mstari wa 16, anasema akatafuta mtu lakini hakumuona. Akatafuta mwombezi, mtu ambaye amejitoa kuombea watu wengine, hakuwepo. Ikabidi Mungu afanye kazi yake mwenyewe. Kwa hiyo utagundua matatizo mengi ndani ya kanisa ni matokeo ya kutokuomba na kuombeana. Kama leo kila mtu akaamua kuwa na listi ya watu ambao anawachukia, anawaombea mchana na usiku, utajikuta unawapenda na utawasaidia kuliko kuendeleza kufuga bifu, kufuga chuki. Na kimsingi maandiko yanasema ukimchukia mtu umemuua. Kwa unakuwa ni liuaji, madala, una mada kesi mbele za Mungu. Kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 16 anasema kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Nguvu ya kanisa ipo kwenye magoti ya waumini. Kanisa lolote lenye nguvu ni kanisa liloko magotini. Kanisa lilopuuza maombi limekubisha, limekuza vikao, limekuza maneno na mijadala ya kubishana, lakini likashusha maombi. Shetani anaigeuza kuwa ni kambi yake. Mapepo yakitembea kichoka, anakuja kulala humo wakati wa ibada, kwa sababu ni mahali ambapo hakuna maombi, hakuna kuombeana. Kiomba kwa pamoja, hata kama uwezo wenu ni mdogo, mtafanya mambo makubwa mara milioni ya uwezo wenu. Lakini maombi ya pamoja yana uwezo wa kulainisha mioyo ya waumini, kati ya muumini na muumini. Na maombi ya pamoja yana uwezo, rafiki yangu, wa kubadilisha mtazamo wako kwa mtu. Kama ulikuwa unamuona mwovu hivi, utaanza kumuona Mungu anaweza akambadilisha. Kwa siku hizi za mwisho tunahitaji kitu kinaitwa mvua ya masika. Maana mvua ya vuli ilimwagwa siku ya Pentecost na inamwaga mpaka leo. Lakini siku hizi za mwisho tunahitaji nguvu kubwa ya Mungu. Mvua ya masika ni ujazo wa nguvu za Mungu Roho Mtakatifu kwa kiwango cha juu sana, kiasi kwamba unakuwa above every satanic attack, unakuwa juu ya kila shambulizi la kishetani. Je, unawezaje kupata hizi nguvu?
lazima kanisa liungane kwa pamoja katika kuomba na kumlilia Mungu. Matajiri waungane na maskini kuomba, wasomi waungane na wasiosoma, wafanya biashara wakubwa na wadogo waungane ndani ya kanisa waombe, wafanya kazi wa serikali, wenye magari, wenye baiskeli, wenye pikipiki waungane, wawe kitu kimoja. Usiwe tu kama sponsor hivi wa mambo ya Mungu, na sponsor afu Mungu mjali, itakula kwako. Nguvu za adui za siku za mwisho hazitoi udhuru kwa mtu anayekwepa maombi. Utafyekwa. Bwana akupe neema ya kuomba. Kuna dini ya watu ambao kazi yao ni kufanya research ya dhambi za viongozi na makosa, wanafuatilia neno baada ya neno ili wapate pointi ya kunungunikia. Kimsingi manunguniko ndio yalisababisha safari ya wana wa Israeli ikome njiani. Kuwa muumini wa kuwaombea, waombee viongozi. Kama Yesu ilimgharimu chapter yote ya Yohana 17 kukuombea wewe, mbona wewe hujatumia usiku mzima kumwombea kiongozi wako huyo unaosema amepinda, unaosema ni wakala wa shetani? Muombe. Maombi yanatenda. Kumbe hata ungeomba, huyo mtu unayesema hafai, Bwana angemgeuza na kumfanya afai, angegusa moyo wake akabadilika. Kwa nini usiombee watu? Ombea viongozi, ombea wakuu wa dini, watakie heri, watakie mema, watumie message, wajali. Kutatokea migogoro ya ndani ya kanisa, watu watapigana, watabishana, lakini haiwezi ikashinda nguvu ya maombi ya waombaji wa umoja wa kanisa hilo. Hauwezi ukashindwa na hila, zitakuja lakini utazishinda, kwa sababu hapo mahali pana maombi. Maombi ni nguvu, maombi ni silaha, maombi ni umoja. Viongozi waelekezeni waumini kuomba, waumini mwombeni Mungu majumbani, lakini maombi ya pamoja. Wakati mwingine mnakesha kama kanisa saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi, mkiomba, mkiimba, mkisoma na neno. Wakati mwingine unatenga siku nzima asubuhi mpaka jioni, mkiomba, mkisifu, mkimtukuza Mungu. Jambo la mwisho ni mahusiano na waumini, kati ya waumini na wasioamini. Bingwa wa mahusiano ni Yesu. Alituachia mfano. Alikuwa ana urafiki na wazinzi, walevi, wavuta madawa ya kulevya kama alikuwepo wakati wake, wahuni, wa tax collectors, alikuwa ni mafisadi, familia za viongozi wale wakorofi wasiofaa, wote walikuwa wanamzunguka. Hapa lazima ujifunze. Hauwezi ukasaidia watu kama unaishi kanisani tu. Network yako ni watu wa kanisani tu. Wewe utawasaidiaje watu wengine? Wakolosai 4:5-6 anasema, enendeni kwa hekima, maneno yenu yakolee chumvi. Yesu alikuwa ndio master wa hekima, na anasema ukiungana na Yesu akakaa ndani yako, hizo hekima zinaanza kutoka. Hauwezi ukachangamana na watu wasiomcha Mungu kama hauna hekima. Kama maneno yako yamejaa ukorofi, maneno ya kichokozi, hayana huruma ndani yake. Anasema nendeni kwa hekima. Petro wa kwanza 2:12 anasema, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili wayatazamapo matendo yenu mema wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Kwa hebu weka mkakati wako katika somo la wiki hii wa kuwa na mwenendo mzuri ofisini, tabia safi. Sio akiangalia binti anayeongoza kutembea na waume za watu ofisini umo, awe ndio mcha Mungu, ambaye unaomba mpaka unagaragara, unachafua CV yako ya kimungu mahali hapo. Wangalia kijana mcha Mungu kwenye ofisi hiyo, ndio bingwa wa kufukuzisha watu kazi. Kijana mcha Mungu aliyefaulu kwenye biashara, kwenye hilo soko au hilo eneo au kwenye hiyo industry, ndio bingwa wa kukesha kwa waganga wa kienyeji. Yesu alikuwa ni bingwa wa kuchangamana na watu, na mbinu yake itakusaidia sana. Alienda kwa mtu akianzia kuangalia uzuri wake kwenda kumsaidia kwenye mabaya yake. Lakini sisi tumekuwa designed kuangalia mabaya zaidi. Ukimpa mtu karatasi umeweka doti, unaambia unaona nini? Hawezi kuona weupe wote huu. Atakaka unaona kadoti, kwa sababu macho yetu yamekuwa designed kuona uovu. Yesu akiingia ndani yako, unaona mema ya mtu.
mazuri. Kila mtu ana kitu chake kizuri, maana aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ni vile shetani amefuta ile picha yake vizuri. Kwa hiyo ukiwa makini na Mungu utamwona Mungu. Hoja yenye nguvu ambayo unaweza kuweka mezani katika maisha yako ya kila siku ni maisha ya Ukristo ulio safi. Popote pale, hata mahali ambako hawamjui Mungu, nenda huko wawadizabe huko, weka a pure life, Christian life ambayo inajali watu wa hadhi zote, na una uwezo wa kuwafikia watu bila kuwaogopa. Utakuwa na mvuto mkubwa wa kugeuza watu kuliko kuishi maisha ya ajabu ajabu. Inayotoa kibali cha kuongea neno la Mungu popote Mungu atakapokuweka, kuwakumbusha watu uzuri wa Mungu. Ni tabia yako, ni tabia yako. CV yako ya kimungu ina nafasi kubwa ya kugeuza watu wanaokuzunguka. Ifikia hatua maisha yako watu wakikuangalia hivi wamuone Yesu kwanza, hata kabla hujawafungulia Biblia unataka kuwafundisha. Kabla hujasema mambo ya Mungu, tabia yako imeshatanguliza kama bulldozer la kuchimbua, kama excavator ya kufukua vizuizi vyote, imesafisha njia. Alafu ndo na mabada, unajua rafiki yangu, Mungu anaokoa. Akiangaliza kweli hata wewe kuna kitu fulani kinaokolewa. Niseme nini basi? Leo tumejifunza mambo makubwa 5, namna ya kuishi na wenzetu. Katika kusikia kwako kuna mahali umeona ulipungua. Katika kusikia kwako kuna mahali unaona msaada wa Mungu unahitajika wa haraka ili ukufanye kuwa mtu wa maana. Lakini jambo la muhimu sana, Biblia imesema enendeni kwa hekima. Ikiwa unaamini uwezo wa Mungu wa kubadilisha mtu, ikiwa unaamini uwezo wa Yesu na neno lake kumbadilisha anayetaka, na unataka kuona Bwana anafanya mabadiliko makubwa kwenye maisha yako, mwambie Mungu, nipe hekima ya kimbingu. Unaweza ukaandika hapo, nitaomba kwa ajili yako. Kwenye comment andika, Bwana nipe hekima ya mbinguni. Andika, Bwana nipe hekima ya mbinguni. Hii itakusaidia kuishi vizuri na mke wako, mume wako, watoto wako, kuishi vizuri na majirani, kazini, lakini pia na watu wa kanisani mwako. Mungu akubariki sana. Baba, asante kwa somo hili zuri, somo la maana ambalo Mungu wa mbinguni limetufungua na kutusogeza karibu na msalaba. Kwa hiyo namwombea rafiki yangu, ikiwa alikuwa na ugomvi na familia yake, ugomvi na ukoo wake, na mume wake, na watoto wake, hawasemezani, hawatumiani message, hawasalimiani, katika jina la Yesu, Bwana, neno la hili likafungue kila kizuizi kwenye maisha yao, likawe ni baraka kwenye maisha yake. Lakini Bwana, ninamwombea ukampe neema ya hekima ya kiwango cha juu sana, akaishi viwango vya juu vya Ukristo. Anapotubu na kukiri kwamba alikosea, Bwana, pokea toba yake. Msikilize hoja zake, Mungu wa mbinguni. Msaidie, muokoe, akawe mtu wa maana. Akazini, akawe ni mtu bora, wenye matokeo, mwenye mvuto mkubwa kwenye familia, ukoo, mawifi, mashangazi, mashemeji. Bwana, wakamuone kweli kuna Yesu ndani yake. Bwana, tumie nguvu ndogo sana kufundisha watu mambo ya Mungu, kwa sababu maisha yake yameshafundisha vitu vingi kuliko maneno yake. Asante Bwana Mungu, kwa sababu imekuwa. Msaidie Bwana, na hivi unavyotuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana, ruhusu sasa neno lako likatutunze, Roho wako atulinde. Mvua ile ya masika ya mabadiliko ya maisha kubwa kabisa na umwaga siku hizi za mwisho, ukamwagie ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Nuru ya uso wako Bwana itembee naye, raha yako iambatane naye, nguvu zako zikamzingire. Malaika wenye mapanga na wenye nguvu kuliko majini na mashetani wakatangulie mbele yake, na milango yote iliyofungwa kwenye maisha yake ifunguliwe katika jina la Yesu, amen. Karibu tena. Mungu akubariki.